Ni matumaini yangu umeshinda salama, mtazamaji wa Ihoma TV. Karibu sana kujipatia undani wa taarifa. Ripoti kuu hivi leo zinatokea Mashariki ya Kati, ambapo vita vya Iran na Marekani vinazidi kushika kasi kila dakika na kila sekunde. Rais wa Marekani Donald Trump amerifiwa kusalenda na kuendelea kutafuta njia ya pekee mara baada ya Irani kuona kwamba haishikiki katika baadhi ya maeneo katika vita vinavyoendelea dhidi yake na Irani. Katika video ambayo imezagaa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ikimonyesha rais wa Marekani Donald Trump, kile kimeelezwa kama akidata katika video hiyo, ambapo kama unavyojua mtazamaji kwamba Iran amekuwa ikiendeleza mashambulizi na ikiendeleza na ujasiri wa vita hata katika kipindi kigumu ambacho mtu mwingine hawezi kuvumilia, hali ambayo pengine huenda ikawa na mkuta, na wamekuwa wakiwa katika kuendeleza na shughuli zao hata makombora yakiwa natua katika eneo ambalo wapo. Mtazamaji, ni kukumbushe video hii inaonyesha hapa Wairani wakiwa katika mkutano wa hadhara, wakiwa katika sala pamoja, ambapo hapa swala inaendelea, ibada inaendelea, lakini ni maombolezo ya kiongozi wao mkuu Ayatollah Said Ali Khamenei. Mtazamaji, hapa ni katika mji wa Shirazi kwenye mnara wa Imam Hussein, ambapo wananchi walikuwa wamejitokeza kwa wingi kuweza kufanya maombolezo ya kiongozi wao mkuu Ayatollah Said Ali Khamenei, lakini ghafla tu makombora yalitua katika eneo hili na msikiko na mungurumo mkubwa uliweza kusikika katika baadhi ya eneo, lakini kubwa katika eneo hili. Dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Sasa wananchi hapa wakaendelea na kile ambacho walikuwa wakiendelea nacho. Katika hali ya kawaida taharuki huwa inatanda na pengine uoga na wengine kukimbia, lakini na nini, kiongozi mkuu akaanzisha kufanya takbira ya kuhimilia, yani kuleta ujasiri katika mioyo ya wananchi hao, na kama ambavyo inaonekana mtazamaji, wananchi wakaendelea kusaidia katika eneo hilo na ibada ikasalia. Sasa wakati hayo yote yakiendelea, rais wa Marekani Donald Trump amearifiwa kuhanga na kudata zaidi, ambapo yeye mara baada ya Irani kuitishia Marekani kwamba anamtafuta kiongozi wa Marekani baada ya kusambaratisha balozi mbalimbali Mashariki ya Kati. Sasa ni zamu ya Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuuawa na anatafutwa vikali na Irani, na hii yote mtazamaji inakuja mara baada ya Irani kuonekana kuwa mbele zaidi katika vita hivi baina yake na Marekani. Kama ambavyo unatambua kwamba Irani imeendeleza mashambulizi makali, na sasa hivi jeshi ndio ambalo linatoa amri ya kushambulia sehemu na eneo yoyote na saa yoyote ile ambayo jeshi naona ni sahihi. Kwa hivyo mashambulizi yamekuwa makubwa sana kwa upande wa Marekani, na vita vinaendelea Marekani kuwa kishambulia baadhi maeneo mengi sana, kama ambavyo taarifa mbalimbali na ripoti tumekuwa tukikuletea kupitia Ihoma TV. Sasa kufuatia hilo, rais wa Marekani Donald Trump ameitisha jopo la wachungaji katika ikulu ya Oval nchini Marekani, Washington, akidai kwamba ili aweze kudhoofisha dhamiri ya vita ya Irani kutumia Mungu. Sasa ameamua kutumia maombi ya Mungu, kama ambavyo Irani imekuwa ikifanya. Pengine njia pekee ambayo Irani inafanikiwa zaidi katika vita vyake ni maombi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Trump ameamua kuita jopo la machungaji na mapadri katika ikulu yake ya Oval ili kuweza kuombea. Na kama ambavyo video inaonekana mtazamaji, ni kwamba Rais Donald Trump anaombewa, anapatiwa maombi mazito mara baada ya kusikia kwamba kifo chake kinakaribia na Iran amekuwa mbele katika vita dhidi yake. Hali kwa Marekani inazidi kuwa tete zaidi na Irani anazidi kuwa mbele katika vita mpaka kufikia alfajiri ya siku ya kileo. Baadhi ya maeneo kadhaa yameripotiwa kupigwa na kushambuliwa vikali na Irani. Makombora mapya na makubwa zaidi yanaendelea kutumiwa katika vita hivi dhidi ya Iran na Marekani. Sasa taarifa kubwa asubuhi hii ni juu ya vikosi vya Marekani ambavyo vimekuwa vikitumiwa sana kushambulia baadhi ya maeneo na kukamata baadhi ya viongozi. Tumeshuhudia kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro alinyakuliwa nchini kwake kutumia vikosi vya Delta Force, ambavyo hivi ni vikosi maalum vya Marekani ambavyo vinatumiwa kuweza kunyakua viongozi wakubwa na kuvamia sehemu fulani ambayo Marekani ina
maslahi nayo mabaya. Sasa vikosi hivi vya Delta Force vimeripotiwa asubuhi ya leo kukamatwa na kuwekwa chini ya ulinzi wa jeshi la Iran, vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, ambapo hapa kama picha ambavyo zinaonekana vikosi hivi vikiwa chini ya ulinzi wa jeshi la Iran baada ya uvamizi wa baadhi ya maeneo ambayo Iran walikuwa tayari macho kuweza kusoma rada ya kile ambacho kinaingia ama yule ambaye anaingia. Hatimaye Marekani imeingia choo cha kike na vikosi vimeingia kichwa kwenye ubavu wa Iran. Unajua wakati mwingine wanasema kwamba mdharau mwiba guu utatende. Baada ya Marekani kumdharau zaidi Irani na kumwona kwamba yuko nyuma sana katika baadhi ya vifaa vya kiteknolojia kuhusu masuala ya kijeshi, sasa Irani imeonyesha kwamba Irani ina nguvu kubwa katika jeshi na haitowahi kuja kurudi nyuma katika vita vyake na yeye na Marekani. Sasa hili ni jambo kubwa zaidi ambalo linatajwa kuongeza fukuto kubwa la vita mara baada ya vikosi hivi vya Delta Force kukamatwa na jeshi la Irani katika asubuhi ya kuamkia hivi leo. Je, kipi hiko ambacho tutarajia baada ya jeshi la Irani kuwanyakua na kuwakamata hawa wanajeshi wa Marekani, vikosi vya Delta Force ambao vilikuwa vikiingia katika anga katika baadhi ya maeneo huko nchini Irani. Kumbuka mtazamaji, ya yote yanajiri wakati tayari meli kubwa kabisa ya Marekani ya mafuta imeripuliwa katika bahari kando na Iran, lakini pia ambayo pia ni kitovu kikubwa Mashariki ya Kati katika kusafirisha mafuta kutokea Mashariki ya Kati kuelekea maeneo ya magharibi mwa mataifa ya Ulaya. Hali ya vita bado inaendelea kuwa tete zaidi Mashariki ya Kati na Iran imeendelea kufanya mashambulizi makubwa katika baadhi ya maeneo ikiwemo jiji la Tel Aviv nchini Israel, ambapo marindimo ya makombora yameendelea kusikika, na kama ambavyo video hii inaonyesha hapa ilikuwa ni katika mji wa Tel Aviv nchini Israel. Wakati vita hivi pia vikiendelea, baadhi ya mataifa ya Kiarabu yameonyesha ushirikiano wao bega kwa bega na rais wa Marekani Donald Trump na kuishambulia Iran. Sasa baadhi ya mataifa pia ya Uarabuni huko ambayo yamekuwa upande wa Irani, baadhi ya taifa hilo ni kama vile Yemen kumbuka wana silaha nzito na baadhi ya makamanda na vikosi vikubwa ambavyo vinaweza kufanya mashambulizi ya mkupuo, lakini pia teknolojia kubwa ya kijeshi. Sasa Yemen imeionya vikali mataifa ya Kiarabu ikisema ya kwamba yeyote atakayethubutu kushambulia Irani atakula naye sani moja katika mkutano wa hadhara, huku vikosi vya jeshi vikionyesha silaha nzito katika umma wa watu. Moja kati ya video ambayo imezagaa pia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii katika vita vya Iran na Marekani ni video ambayo inaonekana jeshi la Irani, wanasayansi wake katika mchakato wa kutengeneza mabomu ya makombora makubwa ya nyuklia, ambapo mabomu hayo kwa mujibu wa jeshi na video hiyo ambayo imechapishwa ni kwamba makombora yanazalishwa kila kukicha na makombora yanazalishwa kana kwamba yanapintiwa. Yani wanasayansi wapo kazini kuweza kutengeneza makombora kila dakika na kila saa ili kuweza kuendelea na kuhimili vita vyake vya Marekani na washirika wake huko Mashariki ya Kati. Katika moja ya taarifa ambayo imezagaa sana Mashariki ya Kati na kuchukua sura mpya ni taarifa ya waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi, ambapo katika taarifa yake asubuhi ya leo amesema kwamba vita vya Iran na Marekani vimeingia katika hatua nyingine na hatua mpya, ambapo Iran imezidi kuwa mbele zaidi katika vita hivi, akisema ya kwamba Iran itashinda vita dhidi ya Marekani, japo ya kwamba Marekani amekuwa akizarau Iran. Naye rais wa Iran Masoud Pezeshkian katika moja ya taarifa yake akizungumza na vyombo vya habari vya Iran amesema kwamba Iran imeingia katika hatua nyingine ya vita ambayo ilikuwa imedharauliwa sana na mataifa magharibi na Marekani. Teherani imemaliza kabisa utumizi wake wa makombora ya zamani. Sasa teknolojia ya kweli itakwenda kutumiwa na vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Irani, na hapa ulimwengu utashuhudiwa Marekani ikisambaratishwa. Makombora yote ambayo yametumika katika kusambaratisha balozi mbalimbali za Marekani yalikuwa ni makombora ya zamani kabisa. Sasa makombora mapya ya teknolojia ya kisasa ya Khaybar Shekhan batayo manne yataachiwa siku ya leo. Marekani itashuhudia na ikae macho kuweza kushuhudia kitu hicho ambacho kinakwenda kufanyika. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.